Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluhia, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki, kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Leo ni tariki 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tukujie na matangazo yetu kupitia televisheni yetu. Tuseme pia asante kwa wote ambao wanaendelea kufuatilia channel yetu. Mwenyezi Mungu pia aweze kuwabariki. Kile ambacho tutakachokizungumzia kabisa katika siku ya leo, tutazungumzia kuhusu milio ya risasi ambayo imesikika pale maeneo ya Bukavu usiku kabisa wa kuamkia hiyo siku ya Inga ama siku ya Mungu, majira ya usiku pale maeneo ya Buholo ya kwanza. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu milio hiyo ya risasi, na pia tutakujuza kuhusu kuvamiwa kabisa kwa uwanja wa ndege wa pale maeneo ya Kavumu ambao uliweza kushambuliwa kabisa na silaha nzito nzito ama drone, na kwa sasa kabisa haijabainika silaha hizo ama drone hizo zilizotandika maeneo hayo zilitokea upande gani. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu habari hizo. Rais wa Burundi ambaye yuko kwenye madaraka, miongoni mwao pia aliweza kuteuliwa rasmi Evariste Ndayishimiye kuweza kabisa kuwania kwenye kiti cha urais mwaka 2027 kupitia kikao ambacho kilichofanyika hiyo siku ya Mungu. Na pia tutamalizia kabisa kupitia habari zetu za hapa mjini Uvira, ambapo taasisi za kiraia ziliweza kukutana na kabisa ili kujadili kuhusu ujenzi wa barabara nambari 5, hoja ya kutokuwa na imani kwa kumuondoa gavana wa jimbo la Sud Kivu ambayo iliyofanyika tarehe 26 Aprili mwaka 2026. Muungano wa sisi wa kiraia ukiwa kabisa na imani kuwa utaunda tume ambayo itakwenda pale maeneo ya Kinshasa ili kabisa kwenda kutetea namna gani ya kujenga barabara hiyo nambari 5 katika mji na tarafa la Uvira. Haya na mengine nukaribisha kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu mwanzo hadi mwisho. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa, kila leo tutakupa nafasi, kunakuwa na nafasi kabisa pekee ya kutoa ujumbe wako kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Unaweza kutuandikia, na ukiwa na amani kama unapenda tukuunganishe kabisa kwenye ikiwa unahitaji tukuunganishe kwenye grupu letu la WhatsApp, moja kwa moja unaweza kutuandikia na tutakwenda kujibu na kuweka kabisa kwenye grupe letu. Tuanze kabisa na habari za pale maeneo ya Bukavu, ambapo maeneo ya Bukavu iliweza kudhibitisha kuwa aina za bombi mbili kabisa ambazo zilizoanguka pale kwenye aeroport ya Kavumu majira ya saa 11 za jioni pale kwenye aeroport pale Kavumu. Mpaka sasa kabisa imeweza kuleta panic katika hali tu ya eneo hiyo, raia wengi wakianza kukimbia maeneo hayo baada tu ya vyanzo vyetu kuweza kubaini. Vyanzo kutoka pale Kavumu vinataja kuwa uwepo kwa mashambulizi ya drone zenye silaha nzidi ya uwanja kabisa wa ndege wa pale Kavumu. Hofu inaendelea kuongezeka miongoni mwa wakaazi. Ni vigumu sana kubaini na kutambua chanzo na kuweza kujua silaha hizo ziliweza kupigwa zikitoka upande gani, kwa upande wa jeshi la taifa au upande wa M23. Mpaka sasa kwa upande wa M23 hawajazungumza kitu chochote. Licha ya hayo, wakiendelea kuwa kimasomaso, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado halijabaini, lakini inaendelea kudhibitisha kuwa kila leo wanaoendesha mashambulizi za drone ni wanamgambo wa M23. Tutakujuza kuwa huko maeneo ya Kavumu mpaka sasa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawako maeneo hayo, ambapo uwanja wote wa ndege unadhibitiwa na waasi wa M23. Habari za kweli zikiwa zinataja kuwa kuhusu moto kuripotiwa katika uwanja wa ndege wa pale Kavumu huko wiki iliyopita, mvutano wa kivita ukiwa umeendelea na huko maeneo ya Mikenge na maeneo ya Minembwe, ambapo baadhi ya kila leo waasi wa M23 wanatumia drone kwa kuweza kutandika vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila mafanikio. Tukio hili ni hili la mwisho ambapo ndege moja isiyokuwa na rubani iliweza kuangushwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko maeneo ya Kakenge katika wilaya ya
tarafani Fizi, jambo ambalo kabisa linaendelea kemewa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiomba M23 kuweza kuheshimisha CCLF na kuacha kuharibu mali ya umma na kuendelea kuangamiza raia wengi ambao wasiokuwa na hatia. Habari hizi ambazo tulizozipata kupitia jarida ambalo limeandikwa kutoka pale Bukavu litaja kuwa moto ulizuka Jumapili hii katika uwanja wa ndege wa Kavumu katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hali iliongeza wasiwasi kuhusu usalama katika eneo hilo lenye umuhimu wa kimakakati. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani mishali ya moto ilionekana karibu na miundombinu ya uwanja wa ndege. Hadi sasa hakuna taarifa kamili ambazo zinadhibitisha zimeweza kutaja milio hiyo ama miali hiyo iliweza kutokea sehemu gani, ambapo kwa upande wote kabisa wote wako kimya na kubaki kimaso. Na tukitoka pale maeneo ya Kavumu tujielekeze hapo Bukavu, ambapo milio ya risasi iliweza kusikika majira ya usiku pale maeneo Bukavu, eneo ya Buholo ya kwanza. Habari ndivyo ziliweza zilitaja kuwa baada tu ya jioni waasi waliweza kuingilia kati ili kuweza kukomesha hali hiyo, ambapo habari zilitaja kuwa ilikuwa ni habari ya wizi. Kuna baadhi ya vijana ambao waliokuwa wakiendesha wizi kwenye nyumba za raia maeneo hayo, na hapo kulianza kutolewa mayowe, na hapo akitaja kuwa waliweza kutimushwa baada tu ya muda mchache. Raia wa Bukavu na sehemu mbalimbali za eneo hayo wakiomba viongozi kuingilia kati ili kukomesha wizi ambao unaoendelea kuripotiwa kila leo. Tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tuzungumzie kabisa kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa pale maeneo ya Minembwe na huko Mikenge. Mpaka sasa raia wa Minembwe na raia wa Mikenge, raia wa Kakenge na raia wa Pwenzero wako katika hali ya wasiwasi, ambapo kila leo ndege zisizokuwa na rubani ambapo zinaendelea kuvamia vijiji kadhaa vya maeneo hayo, wakiomba serikali kuingilia kati ili kukomesha hali hiyo ambayo imetia hofu kwa wananchi, pia kwa raia ambao wanaopatikana maeneo hayo, na kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati ili kufurusha waasi wa M23. Iliweza kuazimisha kuwa ndege moja kabisa sio kuwa na rubani, drone, iliweza kugunduliwa ikiwa ni ndege ya RDF ambayo iliweza kugunduliwa pale maeneo ya Kakenge wakati ilikuwa ingali hewani kabisa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liligundua hilo na kubainisha kuwa drone hiyo iliweza kuangushwa kabla kabisa hayatekeleza maafa katika eneo hilo. Ndege hiyo ambayo kabisa ilikuwa inalenga kushambulia kambi za kijeshi ambazo zinazopatikana huko juu katika eneo ya Minembwe katika wilaya ya Fizi, mkoa wa Sud Kivu. Kifaa hicho kiliweza kabisa kulengwa na kushambuliwa na jeshi la Kongo, baadaye kiliweza kuanguka chini, na habari ambazo tulizozipata hakikuweza kufanya maafa yote kwa sababu kiliweza kugunduliwa na kuweza kubomolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Sokola ya pili litaja kuwa waasi wa M23 wanaendelea kabisa kukeuka makubaliano, hasa kutumia vifaa vya drone ambavyo kabisa viliweza kukatazwa kwa sababu kila leo wanaendelea kushambulia raia wengi, na raia wengi wanaendelea kufariki katika maeneo hayo, hasa kabisa mashambulizi ya drone ambayo iliweza kufanyika kwa maeneo Mikenge, Pwenzero na eneo la Karingi katika tarafa la Fizi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inataja kuwa inaendelea kuimarisha usalama maeneo hayo, ikiomba raia kuendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa wameweza kufurusha adui ambaye anaendelea kuvamia maeneo ya wanajeshi pamoja na maeneo ya raia katika tarafani Fizi na maeneo mengine. Katika tangazo hilo, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Luteni Mbui Kalonji alitaja kuwa baadhi ya vita ambavyo viliweza kutokea huko maeneo ya Minembwe tariki 24, tariki 25 isababisha kuweza kumkamata mateka mwanajeshi mmoja wa M23. Kwa hiyo taarifa zingine za baadaye kuhusu kukamatwa kwa mwanajeshi huyo zatajwa kuwa zitajulishwa baadaye. Habari tunazozitaja kila leo kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea maeneo ya Minembwe kila leo, waasi wakiendelea kuongeza nguvu kubwa maeneo hayo na kutumia drone ili kuangalia namna gani wanaweza wakauteka mji wa Baraka na vijiji kadhaa, lakini jambo ambalo limekuwa kabisa
kabisa tete kwao, kwa kuwa kila leo wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wako kwa pamoja na wako kimasomaso, pia wakiendelea kutaja kuwa wanaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kurejesha amani ya kudumu katika mji na tarafa zote ambazo waasi wa M23 wanazomiliki. Na tuzungumzie kabisa kuhusu hali kwa sasa ambayo inaonekana ya mvutano katika jimbo la Sud Kivu katika mji na tarafa letu la Uvira. Mnajua kwamba kila siku tunakupa habari kuhusu kuondolewa kwake mwanabunge, kuondolewa kwake gavana wa jimbo la Sud Kivu pamoja na government yake kupitia kibarua ambacho cha hoja kilichoondoshwa na baadhi ya wanabunge 18 kutoka jimbo la Sud Kivu. Kwa sasa ni upande wa mashirika za kirahia, asisi za kirahia za kusanya maoni ya wananchi kuhusu hoja ya kutokuwa na imani na gavana wa jimbo la Sud Kivu, pia ujenzi wa barabara nambari 5 katika mji wa Uvira, pia usalama mdogo ambao unaoendelea kujiri katika mji wa Uvira. Point hizo tatu ndiyo malengo kabisa, pia uchambuzi ambao uliweza kugubika tariki 26 Aprili mwaka 2026 kupitia muungano wa asisi za kirahia na harakati za wananchi wa mji wa Uvira uliandaa siku ya Jumapili mkutano wa dharura katika mtaa wa Kakombe katika manispa ya Mulongwe kwenye lengo la kukusanya maoni ya wananchi kuhusu masuala mbalimbali sasa ya ngazi ya mkoa. Katika mjadala huo, masuala yaliyopewa kipaumbele ni pamoja na hoja ya kutokuwa na imani kabisa zidi ya gavana Jean-Jacques Purusi, gavana wa jimbo la Sud Kivu, kusimamishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara nambari 5 mjini Uvira, pamoja na hali ya usalama katika mji huo wa Uvira. Kwa mujibu wa waandalizi, pamoja na kukusanya hoja hizo, waliweza kufanya hivyo ili kuhakikisha, ili kulenga na kuleta amani ya kudumu, pia kumaliza mzozo ambao umeonekana katika mji wa Uvira. Kwa mashirika za kirahia, wasiwasi hasa kuhusu kusimamishwa kwa kazi za barabara nambari 5, miundombinu inayochukuliwa kuwa muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo hilo la Uvira. Kutokana na hali hiyo, muungano huo unapanga kufanya ziara yao ya kutetea raia utekelezaji mjini Kinshasa kwa mamlaka husika, swala ambalo ni kuwa kabisa likichukua kipaumbele katika eneo la Uvira na sehemu zingine. Kuhusu hoja ya kutokuwa na imani zidi ya gavana wa mkoa wa Sud Kivu, muungano umeeleza kuwa utatoa msimamo wake rasmi baada tu ya kukusanya na kuchukua maoni yote yaliyopokelewa kutoka kwa raia ambayo imeanzishwa. Itakuwa ni katika hali ya malengo ya kuweza kurejesha amani ya kudumu. Habari imepangwa kufanyika siku ya Jumatatu ya tariki 27 Aprili mwaka 2026, ambapo kutakuwa na kongamano la waandishi wa habari mjini Uvira majira ya asubuhi ili kukusanya hoja na kutoa matangazo kupitia televisheni za hapa mjini Uvira. Azibidisha hivyo Bwana Mapenzi akiwa ni mratibu wa muungano huo. Katika maelezo hayo, wakitaja kuwa wanaendelea kuhamasisha raia kuwa pamoja ili kushirikiana kwa kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia katika siku zilizopita kuna baadhi ya wazalendo ambao waliweza kukemewa kutaja kuwa tayari wamekula pesa za kuweza kumuunga mkono gavana wa jimbo la Sud Kivu Jean-Jacques Purusi. Hoja hiyo ambayo iliweza kutaja kuwa wao wako kimasomaso na wazalendo hawatakiwi kuungana na gavana Jean-Jacques Purusi. Azibitisha hivyo Bwana Alexi akiwa ni msemaji wa wazalendo katika mji wa Uvira. Katika mazungumzo na waandishi wa habari, Bwana Alexi alitaja kuwa ni vema kuwe na makubaliano, pia ushirikiano wa raia na kuweza kuangalia namna gani wanaweza kuendesha hali ya usalama, kuungana kwa pamoja ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikimnukulu, alitaja kuwa wazalendo wote wanatakiwa kuwa kwa pamoja, pia wanatakiwa kuwa imara, hawatakiwi kutishika na kitu chochote, hasa wakati baadhi ya wabunge ambao walioandaa hoja hiyo kutokuwa na imani na gavana Jean-Jacques Purusi, wao wana malengo. Kazi ya wabunge ni kuweza kuangalia namna gani wanaweza wakatetea raia pamoja na mali yao.
Kupitia habari hizi, mtazamaji wetu ambaye unaendelea kufuatilia taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kabisa kuweza kutembelea channel yetu, kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp, na pia kuweza kujiabone kwenye channel yetu, kutoa comment. Maoni yako itakuwa ni ya lazima. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluhia. Kwa kumalizia kabisa, tumalize na habari za hapo Burundi. Evariste Ndayishimiye akiwa ni rais wa nchi ya Burundi, kwa mara nyingine tena ameweza kuchaguliwa na chama cha CNDD-FDD kuweza kuwania katika uchaguzi ambao utakaofanyika mwaka 2027 nchini Burundi. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akiwa ni mmoja kati wa vyama vya kisiasa CNDD-FDD ambaye anakuwa na ushawishi katika chama hicho, ambaye ameteuliwa kupitia kongamano ambayo ilifanyika tarehe 26 Aprili mwaka 2026 huko Burundi, nchini Burundi, ambapo ameweza kuchaguliwa kwa mara nyingine tena kuongoza nchi ya Burundi na kuwania katika mhula ambao unaokuja. Na ni hapa ndipo tunakomesha kabisa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhia. Habari zetu ambazo tulizozikusanya katika siku ya leo, tuliweza kukusanya habari kuhusu kuripotiwa kuchomwa kwa uwanja wa ndege wa pale maeneo ya Kavumu na watu wasiojulikana kupitia shambulizi la drone ambayo iliyoripotiwa hiyo jana siku ya Jumapili ya tariki 26 mwezi wa 4 mwaka 2026. Na pia tuliweza kuzungumzia kabisa kuhusu usalama mdogo ambao unaoendelea kuripotiwa katika mji wa Uvira, tarafa letu la Uvira. Mashirika za kiraia zaweka kongamano kwa pamoja na kuungana ili kuzungumzia hoja kumtoa gavana wa jimbo la Sud Kivu pamoja na swala la usalama mdogo mjini Uvira, na pia kusimamishwa kwa barabara ya ujenzi wa barabara nambari 5 katika mji na tarafa la Uvira. Na kwa mwisho kabisa tuliangazia habari za kuweza kuteuliwa tena kwa mara nyingine tena rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kwenye kuwania katika uchaguzi ambao unaoandaliwa mwaka 2027 nchini Burundi. Nikutakie asubuhi njema, na niseme asante kwa kuwa umeanza mwanzo hadi mwisho kuambatana pamoja nami. Mwenyezi Mungu akubariki, niseme alamsiki.